machafuko, kwa sababu ikitokea machafuko hata kwenda ibada huwezi enda, utakuwa umejifungia kwa nyumba. Kwa hivyo tuombe sana juu ya nchi yetu. Mungu ameniambia kwamba tuombe sana na tuombe sana. Hata leo tutaenda kukumbuka nchi yetu ya Kenya, na tukumbuke jirani pia. Mungu awapatie amani. Jirani yote mbili, Sudan na hii, awapatie amani, kwa sababu ni binadamu wanaangamia. Wewe ungekuwa ni wewe, unaona tu watu tunakufa, ni mbaya. Siku za hatari, siku ya ugaidi ambaye Yesu anasema ya kwamba anakuja kwa hukumu wote na wafalme wote wagaidi na serikali yote wagaidi watahukumiwa na Yesu. Amen. Kutafika mwisho, bunduki itafanya kazi, boma itafanya kazi wakati Bwana Yesu atakapokuja. Amen. Atakaposhuka atachukua ushukani. Na wale watakatifu ndio watashangilia. Amen. Na wao sasa ni kulia. Maanake maandiko inasema kwa katika Malaki ya kwamba watateketezwa kama makabi ile nini? Ile nyasi. Basi sisi tutashangilia. Ninataka kukupa moyo siku ya leo. Upenda Mungu sana, wachana na mambo mingi. Wachana tu. Penda huyu Mungu ndio urithi ufalme wa Mungu. Amen. Ndio uingie katika ufalme wa Mungu. Amen. Kama kuna kitu hujafanya, fanya sasa kwa ajili ya Kristo Yesu kurudi. Amen. Tengeneza njia yako. Tengeneza njia ya Yesu mahali ya kupita katika moyo wako. Tengeneza njia ya Bwana. Nyosha mapito. Haleluya. Hii tu ndio imebaki kwako. Dunia hakuna. Hii dunia inachafuka. Haleluya. Amen. Nimeongea na mtu jana kutoka UK, akaniambia amefutwa kazi. Wanalia sana kwa sababu wamekataa masharti ya ukule. Nafutwa kazi na ajui atafanya nini? Ajui atakula nini? Ajui atapata pesa ya kulipa nyumba wapi? Kwa sababu amefutwa kazi. Watu wamefutwa kazi kwa sababu ya masharti ya serikali. Na wakaamua ndio wache kazi ikae. Kwa hiyo wewe, dunia inaharibika saa hii, ni siku za hatari. Ni wewe kuingia katika Mungu. Jirani yako anakugeukia. Mwenye mnaishi naye kwa nyumba anakugeukia. Mtoto anakugeukia, mzazi anakugeukia. Mambo inaharibika. Wewe unaona mama anachukua watoto anachoma, anaua watoto wote. Ama baba anaua watoto. Hiyo nguvu ya kuua watoto ilitoka wapi? Si unaona kwa taarifa kila siku? Siku za mwisho ni mbaya. Watu wanakuwa wabaya, wagaidi. Watu wasiotii Mungu. Watu wasiopenda mema. Watu wasiopenda kurekebisha. Hapa Kiswahili anatumia suluhu. Wasiopenda kuleta mambo pamoja. Kwa hiyo ni siku za hatari kwa kila mmoja. Wewe unafikiria unapendwa na upendwi? Nani anakupenda? Nani anakupenda wewe? Nani anakupenda? Nani anakupenda wewe? Inakuona kama unapendwa na mtu? Ni uongo. Nani anakupenda? Iya baby hii na uongo. Tete jensi. Hata nyinyi wa mama wazee wengine. Baby hapana, ni uongo. Wewe si baby. Si ni ukweli? Wewe ni mama, wewe ni mzee. Kuna baby mdogo. Kama huyu baby wangu sitakuwa baby. Sasa ni yeye mtoto wangu. Nyakati za hatari. Hata mtaita watu wakubwa watoto. Unajua ukienda kirohoni mtajua mambo mingi. Hiyo lugha si ya kweli, ni ya kishetani. Ita mama. Ita baba. Kama vile maandiko yanasema. Sasa umegeuza mama kuwa mtoto sasa. Tena sio mtoto kama huyu ni baby. Mungu mtupu, watu wote
ambayo anasema watu waongo wajifanyao ni wateua. Ni lugha ya uongo, lugha ya kudanganyana. Ndio upore mwenzako. Watu wasiokuwa na ukweli hakuna ndani ya watu. Watu wagaidi, wasengenyaji, waasi. Jiepushe, na akasema nao pia fanya nini? Ujiepushe na wao watu watendao namna hiyo. Kaa tu muungwana, mtu wa Mungu, ni kukaa bila uongo. Hata kwa nyumba hakuna uongo. Vile unakaa kwa maisha yako, usidanganye. Mambo yako yawe wazi, kwa sababu napenda Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kila mtu akae na ukweli. Unaongea ukweli, unatafuta mema, unatafuta kazi nzuri, unafanya vitu vizuri, unaongea mambo ya ukweli, kwa sababu waongo wote maandiko yanasema watahukumiwa. Anasema wachawi na waongo wako nje, watahukumiwa wote. Wachawi, waongo na maombwa wote wako wapi? Nje, watahukumiwa wote, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba hakuna muongo hata mmoja ataingia katika ufalme wa Mungu. Na nyinyi mmezoea, uko wapi? Niko Chachani, na kumbe uko town katikati. Niko kwa nyumba. Hii simu ni shetani. Hii simu ambayo tunapata ni pepo kweli. Hii, kwa sababu ukiangalia mawazo ya watu wote, kila mtu anaangalia simu yake. Hata leo ndio kanisani ama hamuna simu. Sasa mkienda nyumbani, kila mtu, mtoto, kila mtu hivyo. Yaani imetekwa, shetani ameteka mawazo ya dunia mzima akaweka. Angalia tu mkiwa kwa gari, angalia kila mtu, hata ukiingia kwa hoteli unaangalia vile iko. Hiyo ni homework nawapatia. Kesho mwangalia, utatembea, kila mtu ni simu. Hata nyumbani, hata mtoto anaweza ingia kwa moto akaungua kwa sababu hajui. Kanaangalia hivi, utatukia imefanyika. Basi wewe umemwagika kwa nyumba. Nini? Kwa sababu ya simu. Mawazo yote iko hapa, kila mtu, na inashikwa kwa mkono. Kidogo simu iko wapi? Simu yangu iko wapi? Kwa sababu imeprintiwa, it is printed for your mind. Imewekwa basi. Shetani ameweka hii kwa simu. Simu yangu. Yaani hawezi kabila simu. Na ikiita, hata mwenye mnaongea naye hata utaki kusikia, acha nisikize hii kwanza. Na ni mtu tu anapiga. Huwezi wacha kuchukua hiyo simu. Kwa sababu hii imeletwa kushika watu. Lakini hivi karibuni hii hamtatumia hii kitu. Nawaambia kutoka leo, hii miezi tunaenda, hivi karibuni hii itazimwa au utatumia. Lakini ukitaka kutumia simu kwa miezi ambayo tunaenda, utafuata masharti. Ukifuata masharti, utatumia. Ukikataa masharti, au utatumia. Na mimi najua wengi hawatakubali kukaa bila simu. Ili aende kwa masharti na abaki na nini? Na simu yake. Kwa sababu imewekwa katika ndani ya roho na akili. Pepo shetani hii ambaye hata watoto hawapendi kama hii. Hata mtoto wako upendi kama simu. Usipende mtoto wako kama simu, zaidi ya simu. Hii inapendwa kuliko mtoto. So hii technology ni mbaya. Lakini watu huwezi kuwatoa hii. Masaa mingi mnaangalia simu kuliko kuomba, kuliko kusoma Biblia. Unapitia tu, lakini vitu mingi ni kufanya tu kidole. Kuomba Mungu hakuna kwa nyumba, kwa sababu ya simu. Haikupatii nafasi. Simu yako unaangalia yale mabaya, yale mazuri unaangalia, ziko hapa yote. Sasa hii ni shetani ya kuabudiwa hii. Sasa utakuwa unatumia simu kwa masharti.
ya ile amri itakayotolewa na serikali ndio utatumia simu. Ukitaka kuingia TikTok, lazima hiyo TikTok umeilipia na lazima uwekewe chapa kwa hapa ndio uingie TikTok. Hii maisha. Na ningependa ili usiubudu shetani kwa sababu ya simu utawaje. Hata uwe tajiri na magari. Ya nini? Nina kabambe nikikupatia utaona nimekudharau. Ile kasibu. Ile kadogo hii kama hiyo utasema hata ukiona mtu ako na kabambe ni kama itakuwa mzuri. Sio? Kwa sababu yote imetekwa kwa mwanadamu, ametegewa kwa kompyuta. Sababu hii ni kompyuta. Wakakuja wakatega watoto kwa television, wakawapatia katuni. Tutakifika nataka kuona katuni. Kwa nini watoto wanataka kuona katuni? Ni kwa sababu mawazo imetegewa hapo. Kuna kitu wanachukua kwa hapo na spirits inaingia kwa watoto kutoka kwa katuni. Wengine wametegewa mpira. Wengine vitu ambazo hasina maana ndio watu wanapenda kwa wakati huu, kwa sababu ni nyakati za hatari. Jiepushe na wakati wa hatari na kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha ili uweze kuingia katika ile mji wa uzima, mji ambaye inakuja, ambaye haina kifo, mji ambaye ina uzima wa milele. Uzima wa milele ina maana utaishi milele bila kufa, kuliko kufa jehanamu kwa mambo ambayo na masharti ambayo tutakayowekewa. Katika jina la Yesu. Amini Yesu. Amen. Kubali Yesu. Mpokee Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Amen. Wachana na mambo za dunia. Kwa sababu hata usipopokea Yesu, hukumu inakuja kwako. Wote watakayokuwa kupokea na hukumu. Wote. Kwa hiyo ni injili ya leo ya kwamba mpokee Yesu. Kwa sababu ili muepukane na siku za hatari ambaye siku wakati huu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa sababu usipofanya hivyo na kukuishia Yesu, hatari inakupata. Hatari sana. Asifiwe Yesu. Amen. Wiki iliyopita nilichukuliwa nikaona maji imeua watu Kenya. Naona watu wamekufa kwa maji. Hata kuna mtu mmoja nilimwambia hapa Nairobi, tunaambia mjihadhari, kuna maji inakuja inaua katika hii mvua hii. Sababu nilichukuliwa katika spirit. Nikaona maji inaua watu. Inaporomoka, nyumba zinaporomoka, watu wanakufa. Sasa sikujua ya kwamba kumbe Mungu alikuwa ananionyesha nyumbani. Ndio nilijua jana. Kumbe ile maono niliona wiki iliyopita ilikuwa ni kule Baringo. Watu wamekufa. Mungu alinionyesha walikuwa kwa hatari. Maji ilitoka kwa msitu ikaenda kwa mji ya watu, imeangamiza watu, na mumeona kwa news. Sasa mimi nilifikiria Nairobi nyingi. Nikaambia mtu mmoja hapa, mshirika hapa, na mjihadhari Nairobi, kwa sababu nimeambiwa ya kwamba kuna maji na uwa watu. Kumbe ilikuwa ni haraka sana. Prophecy ya Friday, ya Thursday, sorry, ilikuwa ni Thursday. Prophecy ya Thursday nikaona jana floods zimeua watu, zimefunika manyumba. Nilipouliza huko sasa, nikaambiwa maji hawajui inatoka wapi. Na ni kweli Mungu alinionyesha inatoka kwa msitu. Maji ya kustua. Na hiyo watu walikuwa wanangojea maji, wanasema ndio ile maji inakuja maji kutarget watu. Prophecy nyingine, muombe nchi yetu kwa sababu kuna huzuni inakuja katika nchi yetu tena.
Mungu amenionyesha kuna huzuni hivi karibuni, haitakaa sana. Kuna huzuni nyingine na bendera ya Kenya itawekwa nusu mlingoti tena. Kuna huzuni inakuja katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo wewe Mkristo, ni kuombea tuondoe huzuni. Tufunge hiyo huzuni ya watu wakubwa, kwa sababu itakuwa ni mtu mkubwa sana. Tuifunge hiyo isipatikane. Hatutaki mabendera nusu mlingoti Kenya. Tunataka mfula. Hatutaki maombolezo tena. Tunataka nchi ambayo ina amani. Lakini ujue ya kwamba ni siku za hatari ambaye inakuja, kila mambo ambaye usiotarajia kutendeka inatendeka. Mpaka unashangaa hii naye inakushangaza. Ni kwa sababu ni wakati wa ubaya. Wakati watu wataki kusikiza neno la Mungu, wanataka kusikia tu mambo mengine tofauti. Na ndio mmefungiwa kwa mtandao hii. Ni nini unaangalia kwa hiyo mtandao ukifungua wewe? Ni nini, kitu gani unaangalia? Unaangalia na gospel ama kuna nini unaangalia? Wewe unajijua mwenyewe, hiyo ni siri ya moyo wako. Na uweze mwambia mtu, kwa sababu hata usiku wa mlali watu hawalalangi, hata kulala mmejinyima juu ya hii. Unaangalia mazuri ama mabaya, lakini nyingi ni mabaya. Naangalia alafu password yako utaki mtu ajue. Hiyo mafunga ndio usije ukajulikana nini unafanya. Tabia siri. Kwa nini unataka password yako ijulikane? Hata wewe mama, na wewe mzee, mama anajua password yako. Na wewe huyu mwingine anajua. Wengine wakienda kuoga, kuacha tu simu kwa simu, anaoga haraka. Anakusikia viko kwa simu. Maji inafunguliwa haraka. Yaani hana amani ile. Kwa sababu ile tatizo ni simu hii. Itajulikana, anaweza shika akaona ile pesa ilitumiwa, hata sijui akaona nini, sijui nini, siri iko hapa. Pepo shetani. Hii Yose nimehubiri Nairobi. Mombasa sore. Ndio nimesoea sasa Nairobi. Nikafundisha watu juu ya hii. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, unajua afadhali sisi tuna moja, wewe una mbili. Akasema sasa unatushinda, yale unafundisha. Sasa wewe uko mbele sana, sisi tuko nyuma. Maana tuko na moja, wewe uko na mbili, unaenda ya tatu. Kweli. So, ninafundisha uzima wa milele. Ili mjiepushe na mambo ambayo zinakuja. Nimehubiri hapa wiki ile juu ya digital ID. Mambo mengi nimewafundisha ambayo inakuja ni nyakati za hatari. Ninataka muingie ufalme wa Mungu. Kwa sababu sitaki kudanganya wewe. Kwa nini nikudanganya? Nataka tuingie ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Tuwe na uzima wa milele. Na ndio nasema wenye kuandamana msiandamane. Ya nini? Mambo ya dunia inakufaidi nini? Hata wewe ukipewa kuwa president leo itakufaidi nini? Na utakufa tu na utumiwe. Hata usifiwe sana. Ni watu wangapi hamkuamini ya kwamba watu wajiamini kwamba Raila hayuko? After now. Na yuko kweli, yuko? Si ndio? Mtu powerful, mtu mwenye heshima hayuko. So vitu ya dunia itakufaidi na nini? Yesu akasema hata upewe mali ya dunia yote na upoteze uzima wa milele itakufaidi na nini? Si ndio kweli? Kaa na Kristo Yesu. Okoka ya ukweli. Kaa ndani ya Yesu. Hii mambo ya dunia ni bure. Wewe utafuata mambo ya dunia alafu uchomwe. Maana Yesu anarudi. Asifiwe Yesu. Amen. Na watu wote wametekwa juu ya siasa. Nikimalizia mafundisho. Siasa, chama yote ya nini na kufaidi na nini yote.
itakufaidi na nini? Mimi ni chama fulani, mimi ni chama sijui nini. Hata usiongee. Wewe ubiri Yesu, pokea Yesu na uombe serikali. Utaombea serikali tupate amani. Kazi yako tu tuwe na amani. Niweze kwenda sokoni. Utaendaje sokoni na bunduki zinalia? Utaendaje kazini? Kwa hivyo Mkristo ni wewe kuomba Mungu tuwe na amani. Amani tu, tamani amani katika nchi yetu. Peke yake ndio uweze kwenda kufanya kazi yako ya kila siku na Mungu akubariki. Kama bunduki ziko hakuna amani. Tamani ombea nchi yako kuwa na amani. Kuwa ni siku ya amani. Leo tumeamka Kenya iko salama. Kesho tuamke iko salama. Ndio tuweze kufanya kazi yetu. Na hiyo amani inaletwa na Mungu. Kwa hivyo kazi yako ni kupiga magoti na kumwambia Mungu tupatie amani katika nchi yetu ya Kenya. Unaombea hao viongozi, unaombea nani, unaombea wote kwamba Mungu uwatie amani ndani yao, kusikuwe na furugu. Hiyo ni kazi ya Mkristo kufanya hivyo. Na ndio wewe usema haleluya. Ndio upate nafasi ya kuimba, upate nafasi ya kushukuru Mungu na kwenda sokoni, kwenda kwa duka, kwenda kwa kazi, unasikia vizuri, unaona familia yako vizuri, mnaenda au mnatembea vizuri, lakini bila uoga. Lakini ikiwa hakuna amani hamtatoka. Kama hakuna amani, hakuna chakula. Mtatoa wapi chakula? Amani. Watoto wataenda shule kwa sababu hakuna amani. Kwa hiyo tuombeni amani sana katika nchi yetu ya Kenya. Ili nchi ya Kenya isije ikafanana na nchi zingine tumeona. Tunakubaliana na hiyo maneno. Si amani ni vizuri. Angalia sasa tunasikiza neno la Mungu, tusikie bunduki. Na utaenda nyumbani utafika vizuri. Kesho utaamkia kazi yako hakuna bunduki. Unasikia vizuri. Si ni kweli? Kwa hivyo kazi yetu ni kushika anga ya Kenya na kuweka hiyo anga amani na kusema Mungu nchi yetu iwe na amani. Nchi yetu ili Bwana uilinde nchi yetu na uilinde wale ambao wanaongoza nchi yetu ili wasije wakalete fujo. Toka wake anataka fujo. Sio, nini namleta fujo? Nao. Sio kweli. Hii hakuna fujo. Si viongozi wanaleta fujo. Kwa hivyo ni kukamata hawa katika anga. Weka hawa. Wewe nyamaza huko. Hivyo na kamata hawa kwa anga. Mtu wa Mungu na kamata katika anga. Na nchi yetu na sisi tunafanya kazi tukingojea Yesu Kristo kurudi. Asifiwe Yesu. Hiyo ndio tuombe nchi yetu. Kwa sababu machafuko ni mbaya. Na yale yaliyotokea nchi yetu haitatokea tena. Amen. Ili kusiwe na watoto wetu wanapigwa risasi tena. Hakuna tena. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ni siku ambazo zina hatari kwa maisha. Toka kwa hiyo hatari. Wewe mwenyewe tu kubali huyu Yesu. Na useme kutoka leo mimi nataka kumtumikia Yesu. Amen. Ninataka kuingia ufalme wa Mungu. Hii mambo ya dunia inaisha. Ni nini hujaona? Ni kitu gani? Si pesa huwa mnashika kila siku, pesa inakuja ikienda nini. Hata mwenye pesa mingi ana pesa mingi, ni hivyo tu atawacha. Hivyo. Sasa ina faida gani? Uko na mamilioni na utaenda jehanamu. Asifiwe Yesu. Nataka tusimame katika jina la Yesu.